mchezo ulikuwa namna gani, tukio lilikuwa vipi, na pengine mipango ambayo mliandaa mmeona ikifanikiwa kwa namna fulani? Kiukweli cha kwanza tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama, na kama ulivyoona wananchi wa Kilwa wameitikia mchezo vizuri. Kwanza tunawashukuru kwa support, lakini kwa asilimia kubwa na jambo limeenda vizuri na malengo yetu ambayo tumejiwekea asilimia kubwa yameenda vizuri. Na namna wote ulikutana na ugumu ambao haukutarajia kutoka kwa wapinzani? Ugumu ulikuwepo kwa sababu kama unavyojua Karibu ni mpinzani wangu. Kwa kidogo naye aliita watu kidogo ambao kidogo aliletea changamoto. Kama ulivyoona mchezo ulikuwa mgumu, lakini tunashukuru wananchi wameenjoy. Sasa tuambie, umeonaje mwitikio wa watu kutoka hapa Kilwa, lakini tuambie mechi hii ya hisani ina utofauti gani na mechi ya ligi mnapokutana? Mwitikio wa watu kiukweli wameitikia vizuri, kama unavyoona kuna watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kuangalia mchezo. Kwa hiyo tunashukuru kwa support yao. Lakini pia tunashukuru kwa asilimia kubwa kwa sababu kwa malengo ambayo tumejiwekea kwa asilimia kubwa tumeweza kufikia. Ni kama mnajiandaa zaidi kuliko timu Gharibu Mzinga, kwa sababu msimu uliopita mliondoka na ushindi katika ardhi hii. Ni kwa mara nyingine tena mnaondoka na ushindi? Ni lazima niondoke na ushindi kwa sababu najiandaa vizuri, na ukiangalia timu yangu kama ulivyokuwa umeona timu yangu ni nzuri, hata kama na timu ya mpinzani ni mzuri, lakini timu yangu kwa asilimia kubwa ni nzuri, na kama ulivyoona mchezo ambao tumecheza mchezo mzuri na watu wameenjoy. Tumezungumza na baba hapa, miongoni mwa vitu ambavyo ametuambia ni pamoja na maendeleo yako kiujumla ya soka, lakini pia ameuzungumzia msimu huu. Kwako wewe kama mchezaji, umekuwa ni msimu wa namna gani 25-26? Kiukweli ni msimu ambao kidogo kwangu ulikuwa ni mgumu kwa sababu kwa asilimia kubwa msimu huu nimepitia changamoto nyingi ambazo ziliniweka nje ya uwanja kwa muda mrefu, lakini kwa upande wangu mimi niweze kumshukuru Mungu, kila kitu ni kudra ya Mungu ambaye amepanga. Kwa hiyo naweza kumshukuru Mungu kwa kuwa nimerudi, ni jambo la kushukuru. Pamoja na changamoto ambazo huwa unakutana nazo, kitu gani hasa ukikikumbuka pengine kinakutia spirit zaidi ya upambanaji? Kitu ambacho nikikumbuka mimi nakumbuka ni familia tu. Nikikumbuka familia ni kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa na nisirudi nyuma, na ni watu ambao sio kidogo, ni asilimia kubwa wao wananipa nguvu ya kupambana nisiweze kukata tamaa. Bwana Swapo, kwa namna ambavyo tukio limefanyika, kuna vijana wa Kilwa hapa wameonyesha uwezo wao. Kuna mipango yako yote ambayo umeandaa pengine kuwashika vijana hawa mikono kuwafikisha pengine hata ulipofika? Mipango ipo ambayo nimeiandaa, na nafikiri kuna vitu ambavyo nimeviandaa kwa ajili ya kuwashika mkono ndugu zangu, na nafikiri kwa asilimia kubwa hapo baadaye watatokea kina Swapo wengine zaidi ya mimi. Swali langu la mwisho Abduli, miongoni mwa tetesi ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana ni pamoja na jina lako kutajwa pengine kwenda kwa Wekundu wa Msimbazi kwa msimu ujao. Kuna mazungumzo yoyote pengine baina yako wewe na klabu ya Simba?